tabia na matendo ya kusali. Tabia na matendo ya kusali. Tuanze na tabia ya kwanza. Tabia ya kwanza, kusali ni tendo la kiroho, sio tendo la kimwili. Ingawa huwa linaonekana kama ni la kimwili kwa sababu hufanyika katika mazingira ya mwilini, lakini sio tendo la mwilini, ni tendo la kiroho. Kusali kunafanyika kwenye mazingira ya mwilini, ila uhalisia wa baraka ipatikanayo katika ile sala huwa rohoni. Na ndio maana tunasema kusali ni tendo linalofanyika kimwili, ila uhalisia wake uko rohoni. Kwa ajili hiyo, baadhi ya watu huwa wanafikiri kusali ni vya mwilini. Usije ukafikiri hivyo hata siku moja. Kitabu kile cha Injili ya Yohana kinatufundisha vizuri zaidi. Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 22 hadi wa 24. Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 22 hadi wa 24. Yohana sura ya 4 mstari wa 22 hadi wa 24. Inasema namna hiyo: ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa Biblia inasema ninyi mnaabudu msichokijua, ila saa inakuja ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa nini Mungu aliwaeleza Wayahudi hii lugha? Kwa sababu Wayahudi walifikiri kwamba kitu cha kumwabudu Mungu kipo mwilini. Kwa wao wakawa wanataka wakiabudu waone kwa macho, ndo waamini kwamba hapa kweli leo tumeabudu. Waone kwa macho, vitu vya kuonaona kwa macho. Na ndio maana hata kuna watu bado wanateswa na hii roho ya Uyahudi. Unamwambia mtu umenena kwa lugha, aamini kama amenena kwa lugha. Anakuambia mimi nilipoanza kusema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, ulimi wangu ulianza kusema vitu ambavyo sivielewi. Nikaanza tu kutetemeka. Mpendwa, hivyo vitu ambavyo uvielewi ndio kunena kwa lugha kwenyewe. Au umesahau tulisema kunena kwa lugha ni kuongea lugha isiyoeleweka kikawaida. Kwa hivyo ulivyoongea usivyovielewa ndio kunena kwa lugha. Nini kinakutesa? Ni hii roho ya Uyahudi. Unataka uone kwa macho. Watu wa Mungu, sala iko rohoni, haiko machoni. Na ndio maana huwa tunasali mahala popote, tunasaligi mahala popote, kwa sababu Mungu anaabudiwa katika roho na kweli. Nikiamka nyumbani kwangu asubuhi, napaswa kusali pale napoamka. Nikienda kazini, napaswa kusali nikifika kazini kabla ya kuanza kazi. Nikiwa nakula chakula, napaswa kusali. Unaweza ukawa unafanya kazi pale ofisini kwako, ghafla Roho Mtakatifu akakuletea mzigo wa kusali, ukaanza tu kujisikia kiu na hamu ya kusali. Hasa baadhi ya watu kwa kutokujua kwamba sala ni kitu cha rohoni, akisikia mzigo wa kusali anasema ngoja kwanza niombe ruhusa niende kanisani. Anaomba ruhusa, anatoka hapo anaenda kanisani. Na akijiona hawezi kwenda kanisani, asali siku hiyo. Nisikilize mtu wa Mungu. Sio lazima uende kanisani ukasali ndio sala yako isikike. Sio lazima uingie chepo ndio sala yako isikike. Unasali popote na sala yako inasikika mbele za Mungu. Asa simaanishi uache kwenda kanisani. No. Maana yangu siyo hiyo. Maana yangu ni kwamba Mungu anasikiliza sala popote, kwa sababu anaabudiwa katika roho. Na ni kwa sababu katika roho, ulimwengu wa roho hauna limitation. Katika ulimwengu wa roho Mungu yuko mahala pote, kwa sababu ni roho, iko mahala pote. Mimi Mwalimu Petro siko kiroho, niko kimwili. Na ndio maana ukitaka unione lazima uje Arusha, au nitumie nauli nije kwako, ndio tutaonana. Lakini ukitaka umuone Mungu, haijalishi uko Kigoma utamuona, niko Arusha nitamuona, nikienda Madagascar nitamuona, popote nilipo nitamuona, na nikisali atanisikia na kunijibu, kwa sababu yeye ni wa rohoni. Wakati mwingine unakuta mtu anaingia bafuni kuoga, huko bafuni Roho Mtakatifu anamletea mzigo wa kusali, anaacha asali, anaogopa, anasema atasalije chooni.
Nisikilize, hivi unajua kwamba choo kinaweza kikageuka kuwa prayer room yako nzuri tu? Tena hamna maombi mazuri kama ya chooni au bafuni, yanakuwaga na anointing, kwa sababu chooni ni malango. Uonaji watu wanaanguka chooni wanakufa? Chooni ni malango. Watu wanaanguka bafuni wanakufa. Kwa nini wachawi wanapenda wanapoenda kuloga wanaingilia kupitia vyooni? Kwa sababu chooni ni lango. Kwa nini watu wengi wanaotaga ndoto za chooni? Mwingine anaota anakula kinyesi, mwingine anaota yuko chooni, kwa sababu choo ni lango. Kwa kama choo ni lango, kwa nini ukiwa huko unaogopa kusali? Popote pale ulipo, Mungu atakapokugusa kusali, sali. Usiseme ngoja kwanza, sali, maana yeye yuko mahala pote. Sala ni ya rohoni. Twende kwenye jambo la pili. Jambo la pili, kusali ni tendo kamili la kiimani linalohusisha Mungu na mtu wake wanaojuana kiroho na kiimani. Kusali ni tendo kamili la kiimani linalohusisha Mungu na mtu wake wanaojuana kiroho na kiimani. Kusali ni tendo kamili la kiimani linalomhusisha Mungu na mtu wake ambao wanajuana kiroho na kimwili. Kwa watu wa Mungu aliye hai na kiimani. Kitabu kile cha Yohana sura ya 10 mstari wa 14 tutapata kitu pale. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 14. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 14 inasema namna hiyo: mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, na walio wangu wanijua mimi. Kwa Mungu anasema yeye ndiyo mchungaji, walio wake anawajua, na wa kwake wanamjua. Kwa lugha nyingine, Mungu anajaribu kutuambia yeye na watu wake wanajuana. Kwa kama we ni wa Mungu unamjua, na yeye anakujua. Ndio maana uhakika wa mtu kujiona yuko na Mungu au hayuko na Mungu hauko kwa mtu mwingine. Huo uhakika uko ndani ya moyo wa mtu mwenyewe. Moyoni kwangu ndo kunakoniambia niko na Mungu na Mungu yuko na mimi, sio moyoni kwako wewe. Na hata mara nyingi, hata unapokosea kwa kutenda dhambi, unajisikia we mwenyewe kukosa amani, unajisikia kupungukiwa na uwepo wa Mungu, kwa sababu Mungu yuko moyoni mwako. Watu wa Mungu wale hai, kusali ni kitendo cha kiimani kati yako wewe na Mungu aliyoko moyoni mwako, mnayejuana naye kiroho na kiimani. Kwa popote pale utakaposali, jua kabisa hili tendo si la kutumia akili ya kawaida, si la kutumia mazingira, si la kutumia uzoefu, si la kutumia elimu, ila ni tendo la kiimani. Kwa sababu kuna wakati mazingira, uzoefu wa maisha na elimu vinaweza vikakukatalia juu ya jambo fulani unalotaka kuliombea. Mtu ameenda hospitali, kwa mfano angalia, mtu ameenda hospitalini, amepimwa, ameambiwa ana kansa, ameambiwa hii kansa imekula, inakaribia hadi kufika kwenye ubongo, hakuna option ya kupona, unabaki tu unauguzwa, afu anakuita kama muombaji uende ukamuombea huyo mtu. Unafika pale, ndugu zake wanakuambia, tumishi, huyu mtu hospitalini wanasema kansa imekula ubongo, imekaribia kula ubongo, ameshindikanika, tumeambiwa tu turudi naye nyumbani. Tumemtibu sana, tumeshampeleka India, tumeenda naye Muhimbili, kila mahala tumefanya na la kufanya. Hapa unavyoona mtumishi, tumekuita umuombe, na wewe ndio muombaji hapo, umeitwa ukaombe kwa ajili ya huyo mtu. Hebu niambie, elimu imeshasema haponi, uzoefu wa kidaktari umeshasema haponi. Kama na we muombaji unatumia akili, na we pia utaungana na wale watu, utawaambia huyu ni wakufa tu, huyu ni wakufa tu, utawatiatia moyo. Lakini kama muombaji unapaswa kuwa wa kiimani. Unapofika kwenye eneo kama hilo, wewe unatakiwa kuwa wa kiimani. Unarudi kwa Mungu wako aliyoko ndani yako. Neno lake linasema nini? Kwake yote yanawezekana, hakuna linaloshindikana kwake, na yote yawezekana kwa wote waombao kwa imani. Kwa unajua kabisa, ndio hospitalini wamesema haiwezekaniki, ila mimi muombaji nikiomba kwa imani
Mungu atamponya. Unaomba pale, watu wanashangaa huyo mtu anapona. Mimi kwenye uombaji wangu kuna vitu Mungu alishanitumia kuviombea ambavyo vilikuwa haviponekanagi kiduniani, ila vilipona. Nina shuhuda kabisa. Nimewahi kumuombea mtu mwenye HIV akapona kabisa, na kueleza ukweli. Kuna mtu alikuwa na ukimwi, nimewahi kumuombea akapona. Hebu niambie, katika elimu ya kawaida hakuna dawa ya ukimwi. Katika uzoefu hakuna dawa ya ukimwi, ni ARV kufubaza makali. Ila mimi niliamini na nikamuombea na wakapona. Kwa mtu wa Mungu, tunaweza tukawaponya wengi, tunaweza tukawavusha wengi, tunaweza tukayafanya yaliyoshindikanika yakawezekanika kama tukiwa waombaji wenye imani. Usikubali kuwa muombaji msindikizaji, usikubali kuwa muombaji asiyezalisha matokeo. Uwe mwenye imani ili uwe muombaji mzalisha matokeo. Moja ya eneo la kujiimarisha, omba sana, Mungu aongeze imani yako. Mitume walikaa wakaiona hii elimu ya kiroho, wakaona si elimu rahisi, wakamwambia Bwana, tuongezee imani, tuongezee imani. Ndicho alichosali mitume, maana waligundua kila kitu kinahitaji imani. Na ndiyo maana na wewe pia omba sana uongezewe imani, ili uwe muombaji mtengeneza matokeo, na Bwana akupe hiyo neema. Pokea kanda rabushaka ora pakoriasaka. Sema amen kwa jina la Yesu. Jesus. Twende kwenye jambo la tatu. Jambo la tatu. Kusali ni tendo ambalo kiuhalisia huwa na uvivu mwilini wa kulifanya, licha ya kwamba limebeba manufaa makubwa ya mwilini na rohoni. Kusali huwa ni jambo ambalo mwilini huwa linaleta uvivu wa kulifanya, licha ya kwamba limebeba matokeo makubwa ya kimwili na kiroho. Narudia tena hii kauli, hii point. Kusali ni jambo ambalo huwa linaleta uvivu mwilini wa kulifanya, ila limebeba matokeo makubwa sana ya kiroho na ya kimwili. Mchakato wa mtu kuinuka aanze kusali haujawahi kuwa mwepesi, huwa ni mzito, kwa sababu hili jambo huwa kihalisia linaletaga hali fulani ya kusikia uvivu wa kulifanya na ushawishi wa mwili wa usilifanye. Tuangalie kile kitabu cha Injili ya Marko tupate cha kujifunza pale. Injili ya Marko sura ya 14 mstari wa 37 hadi wa 40. Injili ya Marko sura ya 14 mstari wa 37 hadi 40. Marko 14:37 hadi 40 inasema namna hii. Akaja akawakuta wamelala usingizi, akamwambia Petro, "Je, Simoni umelala? Hukuweza kukesha saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi ila mwili ni dhaifu." Akaenda zake tena akaomba akisema neno lilo hilo. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito, wala hawakujua la kumjibu. Yesu aliwabeba wanafunzi hawa waende wakaombe pamoja naye, lakini miili yao ilikuwa mizito, kwa sababu ndiyo sala ina hiyo tabia. Mwilini panakuwa pazito, unatakiwa uufosi mwili. Jamaa walishindwa kuufosi mwili wakalala. Yesu akaja akawakuta wamelala, akawaamsha, "Amkeni muombe, amkeni muombe." Akawatahadharisha kabisa, roho iradhi ila mwili ni dhaifu. Lakini jamaa wakalala tena, hawakuamka kuomba. Na ndio maana mara nyingi utakuwa unaona hichi kitu kinakutokea. Unaweza ukawa upo nyumbani kwako, unasema hebu ngoja saa 7 niingie kusali, saa 7 niingie kusali. Inafika saa 7 unajikuta tu ghafla zinaibuka kazi ambazo hazikuwepo hata kwenye utaratibu. Unajikuta tu saa 7 imefika, muda wa kusali, na Roho Mtakatifu anakukumbusha huku ndani kwamba we fulani ulisema saa 7 utasali, muda wako umefika, nenda kasali. Na wewe unasema ngoja kwanza nimalizie hizi nguo, nimefua imebaki nguo 2 tu jamani, wacha nizimalizie. Unamalizia hizo nguo, unaanika. Hapo hapo ukiwa unaanika,
unagundua hiyo sehemu haijafagiliwa siku nyingi. Roho Mtakatifu anakuambia, si umeshaanika, nenda kasali. Unasema ngoja nimalizie kufagia hapa ili nikienda kusali nisiwe na kazi nyingine. Nikitoka tu kusali napitiliza kupika au napitiliza kwenda kazini. Unafagia. Ukiwa unafagia unakumbuka kitu kingine tena unakifanya. Kwa hivyo mwili unaendelea kukupa uvivu na kukuzubaisha kwenye mambo ambayo hayakuwepo kwenye utaratibu. Mpaka mwisho wa siku hausali. Au wakati mwingine unapanga kabisa kusali usiku. Unaweka na alarm. Ule muda wa kusali unafika, alarm inalia, usingizi unaona mtamu sana, unaimute ile alarm. Ila siku moja pima kwenye jambo la kijinga, utaona. Mimi nimewahi kufanya testing moja. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita, kama kuna watu watakuwa wanakumbuka, paliwahi kuwa na pambano moja la ngumi kati ya Floyd Mayweather na Manny Pacquiao, Marekani na Thailand. Ni pambano ambalo lilichukua hisia za watu wengi sana, la Manny Pacquiao na Floyd Mayweather. Na lile pambano lilitangazwa sana, na kwa sababu lilikuwa linapiganiwa Marekani na saa za Marekani na Tanzania ni tofauti, kwa hiyo likawekewa muda, likawa linapiganwa saa 10 alfajiri ndio lilikuwa linapigwana hilo pambano. Sasa mimi kipindi hicho nilikuwa nimeshamjua Mungu na ni muombaji. Kile kipindi ndio niligundua kitu. Nakumbuka nikaa nimepanga kwenda kuangalia hilo pambano, nikalala. Watu wa Mungu, ilipofika saa 10 ule muda wa lile pambano, nikashtuka, sina usingizi hata robo unaonizuia kuamka. Sina. Nikaamka, nikajiandaa, nikasali tu rasha, unaona afu nikawahi kuangalia hilo pambano la Manny Pacquiao na Floyd Mayweather. Wakongwe watakuwa wanalikumbuka hili pambano. Kama we ni mtoto wa 2000, shauri yako. Au kama kipindi hicho au kuwa na video, shauri yako. Angalia watu wa Mungu ali hai. Nimekaa tu hapa nimetafakari kitu. Kwamba mbona palipokuwa na pambano la Floyd Mayweather na Manny Pacquiao, nilipoamka saa 10 usiku enzi hizo kwenda kuliangalia, sikuwa na usingizi? Kwa nini nikiamkaga kuomba lazima nipambane sana na mwili mpaka nije nifanikiwe kuamka na kuwa na usingizi mzito? Hapa ndo ninaelewa kwamba sala ni tendo lenye vita ya uvivu. Lakini vitu vya kijinga vya duniani havinaga vita, ni kamselele. Ndio maana hata mtu anaweza akakaa akaangalia filamu mpaka saa 8 bila kusinzia, ila hawezi kukaa kusali rozali usiku, atasinzia tu sebleni. Kwa nini? Sala ina vita. Watu wa Mungu tulioko hapa, tambua hii siri leo, ili kila unapotaka kusali, ukiona tu kuna jambo la uvivu linakuja kutaka kuvuruga, jambo la usingizi, hapo jua ni adui. Inuka mapema na ukumbuke tumeandikiwa tangu enzi za Yohane Mbatizaji hadi hizi za kina Mwalimu Petro za leo, ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndo watakao urithi. Ukikumbuka tu namna hiyo, hata kama ulikuwa unataka usinzie namna hii kitandani, unasema Allah, kwa jina la Yesu Kristo naamka kuomba. Hapo unaanza kandarabo shakaraba shake, unachana anga paka alfajiri majogoo, bado tu unachana anga masaa 2 matatu na kuendelea, na Mungu anaendelea kukujaza neema juu ya neema. Twende kwenye jambo la 4. Jambo la 4. Kusali ni tendo linalotoa fursa ya kuzungumza na Mungu na kumwelezea unachohitaji kwa uhakika wa kujibiwa. Kusali ni tendo linalotoa fursa ya kuzungumza na Mungu kwa uwazi na kumwelezea kile unachohitaji, huku unakuwa na uhakika wa kujibiwa. Kwa hiyo katika kipengele cha kusali ndiko tunapopewa nafasi ya kumweleza Mungu yale tunayohitaji, huku tukiwa na assurance, tukiwa na uhakika wa lazima atatujibu. Sala ndo kitu pekee kinachokupa opportunity, kinachokupa kibali na nafasi ya we mwanadamu kuongea na Mungu. Huwezi kuongea na Mungu nje na kusali. Ni kusali tu ndo kunako kupa nafasi ya kuongea na Mungu. Kila kuongea na Mungu ni sala. Hata Isaya ameongea vizuri sana kwenye nabii Isaya sura ya 1 ule mstari wa 18.
Isaya sura ya kwanza ule mstari wa 18. Isaya sura ya kwanza ule mstari wa 18 inasema namna hii, Isaya 1:18. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Natamani usikie hapa anaposema haya, njoni tusemezane, haya njoni tusemezane, haya njoni tusemezane. Umeona eh? Njoni tusemezane, yaani anakuita muende mkazungumze. Kwa sala ni kwenda kuzungumza, alafu anakuhakikishia tutakapokaa kuzungumza mimi na wewe, kama dhambi zako zikiwa nyeusi utaondoka ukiwa mweupe, zikiwa nyekundu utaondoka ukiwa msafi. Kwa unagundua ni mazungumzo yenye uhakika wa kujibiwa. Unajua, unaweza ukaja kuongea na mimi kunieleza shida yako, labda mfano unataka uwazime kitu kwangu, na uwezo wa kukataa kukupa, lakini Mungu unapomwendea lazima atakupa, maana yeye anavyo vyote. Kwa sala ni mazungumzo ya kuchukua unachotaka kwa imani kwa unayeongea naye ambaye ni Mungu. Hata ile Mathayo 7 mstari wa 7 hadi wa 11. Mathayo 7 mstari wa 7 hadi wa 11. Mathayo 7:7-11 ni maneno maarufu sana kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Umeona? Yaani maneno maarufu, unaambiwa omba utapata, bisha utafunguliwa. Kwa kusali ni mazungumzo yenye uhakika wa kwamba ukiomba unapewa, ukibisha hodi unafunguliwa, ukitafuta unapata. Afu ananifurahisha mno pale anaposema, ni yupi kati yenu mtoto wake akiomba mkate atampa jiwe? Akiomba samaki atampa nyoka? Hakuna. Mimi huwa ninaona kuna muda nyumbani kwetu tuna mtoto mdogo wa miezi kadhaa. Kuna muda naona analelea kitu, chakula, nachukua nampa. Siwezi kutoka nje nikaokota jiwe nikampa mtoto wangu. Never and ever, siwezi. Kwa nini? Nampenda. Nawezaje nikampa mtoto wangu jiwe huku anataka chakula? Unaona watu wa Mungu eh? Hivyo ambavyo wewe una apply kwa watoto wako kuwapa vile wanavyovitaka kadiri ya uwezo wako, ndivyo na Mungu naye kila unapoomba anakupa kwa sababu anakupenda. Mungu akusaidie kuelewa muombaji ulioko hapa. Nasonga mbele na eneo la tano. Kusali ni tendo la silaha ya kumshinda shetani katika vita vya kiroho, na wakati wa majaribu kila unapolifanya unaongeza ushindi upande wako. Kusali ni tendo la silaha ya kumshinda shetani katika vita vya kiroho, na kila wakati unapokuwa kwenye majaribu, unapoingia kusali, unaongeza ushindi upande wako. Na kwa sababu kusali ni silaha ya kivita, na kila unaposali kwenye vita unajiongezea ushindi, ina maana ukiwa kwenye vita usiposali unajipunguzia uwezekano wa kuishinda hiyo vita. Na wanaopigwa kwenye vita vya kiroho ni wale wasioomba wakati wa vita vya kiroho, wale wanaolalamika. Ila wale wanaoomba wakati wa vita ndo wanaoshinda wakati wa vita, kwa sababu sala ni silaha. Kile kitabu cha Efeso kinatoa fundisho nzito sana pale. Roho Mtakatifu atusaidie. Angalia Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 13, tutasoma na ule wa 17 na ule wa 18. Tutasoma Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 13 peke yake na ule wa 17 na wa 18. Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 13 peke yake, wa 17 na wa 18. Inasema namna hii. Sikiliza polepole. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Unaona kwenye mstari wa 13 karabushaka anatuambia twaeni silaha
zote za Mungu. Kwenye mstari wa 13 tunaambiwa tutwae silaha zote za Mungu. Kwa Mungu ana silaha zake za kivita. Sasa ukija kwenye mstari wa 17 anaanza kuzitaja hizo silaha anazotuambia tutwae. Sikiliza mstari wa 17. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu. Silaha ya kwanza hiyo, chepeo ya wokovu, na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Silaha ya pili hiyo, neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho. Silaha ya tatu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa unaona, katika hizi silaha za kivita zinazotajwa, sala na maombi na vyenyewe pia vinatajwa ndani yake. Narudia tena hii kauli. Katika silaha za kivita zinazotajwa unapaswa kuzivaa wakati wa mashindano na adui, sala na maombi na vyenyewe pia vinatajwa ndani yake. Kwa ninapokueleza sala ni silaha ya kivita, sikwambii propaganda my dear, sikwambii siasa my dear. I'm telling you the truth, na kuambia ukweli wa kibibilia. Si kama tunaelewana, wana wa Mungu aliye hai. Oh, kama unanielewa sema amen kwa jina la Yesu. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Oh, rabo shakarabaseke. Unapokuwa muombaji, wewe ni askari wa kivita. Muda wowote shetani atakuwa anakuinda hivi na kutaka kukushambulia. Na ndio maana hata Ezekieli ile sura ya 33 ule mstari wa 2 na wa 3, Ezekieli 33 ule mstari wa 2 na wa 3 inasema, mwanadamu, sema na watu wako uwaambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtoa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao, ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi, apiga tarumbeta na kuwaonyesha. Ile siku ya kwanza niliwaambia kwamba kila muombaji ni watchman, ni mlinzi. Kwa hiyo kwa kuwa sisi waombaji ni walinzi, silaha yetu katika lindo ni maombi, ni sala. Sala na maombi ni silaha yako kama mlinzi lindoni. Ni mara ngapi umeenda benki? Ukienda benki unawakuta wale walinzi wa benki wameshika nini? Si mibunduki. Mibunduki yao wameishika namna hii. Wanashika namna hii mibunduki yao hivi. Sasa muombaji, bunduki yako ni sala na maombi. Muda wote unapaswa kuwa macho kama macho yangu yalivyo makali namna hii. Muda wote wewe unaangaza hivi, unatafuta jambazi shetani liko wapi namna hii. Unatoa macho muda wote kama haya kwangu yalivyo makali. Muda wote. Ndivyo muombaji unavyopaswa kuwa. Kwa nini? Kwa sababu adui anapokuja hana huruma. Shetani anapokuja kushambulia huwa hana huruma hata kidogo. Shetani hawezi kukuonea huruma. Shetani hawezi kumuonea mtu mwingine huruma. Ukizembea, ukimwachia nafasi kidogo, anakula na kuharibu kila kitu. Aye ni mwizi, anakuja kuchinja, kuua na kuharibu. Na ndio maana kama muombaji, jua we ni mlinzi. Ukiwa kwenye ndoa, sali sana, ombea sana hiyo ndoa, na ombea ndoa za wengine, kwa sababu muombaji ni mtu ambaye anaombea vya kwake na vya wengine. Ukiwa uko kwenye kanisa fulani, sali sana kwa ajili ya parokia yako. Sali mno kwa ajili ya viongozi wako hapo kanisani. Sali mno kwa ajili ya hichi kikundi cha uinjilishaji cha njia ya mtandaoni. Sali sana mtu wa Mungu, omba sana, kwa sababu kadiri unavyosali na kuomba unaweka ulinzi wa Mungu. Shetani anapokuja anakuta sala zimezungusha moto wa Mungu pale, anakosa upenyo wa kushambulia. Si kama tunaelewana, kanisa la Mungu aliye hai. Asa kwa sababu gani kusali ni lazima? Kwa sababu gani kusali ni lazima? Kwa sababu gani kusali ni lazima? Kusali ni lazima kwa sababu kubwa mbili. Kusali ni lazima kwa sababu kubwa mbili. Kwanza, Yesu mwenyewe ndiye aliyetuamuru tusali. Yesu mwenyewe ndiye aliyetuamuru tusali. Na alituamuru
kwa kutufundisha kusali ile sala ya Bwana. Katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 6, Yesu alifundisha kusali sala ya Baba yetu. Hebu wote kwa pamoja tusali sala ya Baba yetu. 1, 2, 3. Anza. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Sasa hii sala ni sala iliyofundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Na Yesu alifundisha kwa sababu kusali ni lazima, na aliamuru tusali siku zote za maisha yetu. Lakini pia sababu ya pili, kusali ni lazima kwa sababu ni njia bora ya kupata neema na msaada wa Mungu. Kusali ni lazima kwa sababu ni njia bora ya kupata msaada na neema ya Mungu. Kila mwanadamu hawezi kuishi bila kusaidiwa na Bwana. Hapo ulipo ni kwa sababu Bwana amekusaidia. Hapo unapotaka uende, hautoweza kwenda bila Bwana kukusaidia. Hasa sala ndio inayokupa nafasi na fursa rakariekete ya kumuita Bwana akusaidie. Ndani yangu nasikia Roho Mtakatifu anaimba wimbo mmoja. Mkono wako umenibeba, mkono wako umenibeba, mkono wako umenibeba, mkono wako umenibeba, mkono wako umeniinua, mkono wako umeniinua, mkono wako umenitetea, mkono wako umenitetea, mkono wako umenibeba, mkono wako umenibeba, mkono wako umenishindia, mkono wako umenishindia. Mtu wa Mungu, popote unapotaka kwenda, lazima upewe neema ya kubebwa na mkono wa Mungu, na ndiyo maana sala ndio inayotoa hiyo nafasi. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 na wa 17 inathibitisha hilo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 hadi wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 hadi wa 17 inasema, furahini siku zote, ombeni bila kukoma. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma. Kwa swala la kuomba halina kikomo, halina kikomo. Ombeni bila kukoma. Tumalizie na kipengele cha mwisho kwa leo, kinachosema yatupasa kusali namna gani? Yatupasa kusali namna gani? Yatupasa kusali kwa namna kubwa 4. Yatupasa kusali kwa namna kubwa 4. Yatupaswa kusali kwa namna kubwa 4. Kwanza ibada. Kwanza ibada. Kwanza ibada. Pili kwa unyenyekevu. Pili kwa unyenyekevu. Pili kwa unyenyekevu. Tatu kwa matumaini. Tatu kwa matumaini. Tatu kwa matumaini. 4 kwa saburi. 4 kwa saburi. 4 kwa saburi. Kwa wapendwa, tunapaswa kusali katika maeneo makubwa haya 4. Kwanza katika ibada, pili katika unyenyekevu, 3 katika matumaini, 4 katika saburi. Tuanze na kwanza katika ibada. Tunaposali katika ibada, unatakiwa kufahamu wazi kabisa kwamba kusali ni ibada kama ibada nyingine yoyote, na kila ibada ni kusali. Hakuna ibada isiyokuwa kusali. Angalia, nikiwa naenda Jumapili kanisani, naenda kusali misa. Unaona Kwa misa ni kusali. Alhamisi kuabudu, naenda kusali kunaenda kusali kwenye misa ya kuabudu Ekaristi.
Kesho Jumatano ya Majivu tutaenda kusali misa ya Jumatano ya Majivu. Yaani kila kitu ni kusali. Nikiingia chumbani naenda kusali sala binafsi. Umeona eh? Yaani kila sehemu ni kusali, ni kusali. Kwa kusali ni ibada. Lakini pili, kwa unyenyekevu. Hatupaswi kusali kwa kujivuna. Hii nilifundisha jana, kwa usiri na unyenyekevu. Tatu, kwa matumaini. Matumaini yamebeba imani juu ya yule unayemwomba. Lazima uwe na imani na yule unayemwomba. 4, kwa saburi, yani uvumilivu. Kwa sababu kusali ni kuomba, sio kulazimisha. Hivyo si kila utakachosali kitajibiwa hapo hapo. Vingine itakubidi Mungu akupe muda wa kuvisubiri majibu yake. Na ndio maana mtu wa Mungu, pia unaposali uwe mvumilivu. Ile ukusali juu ya jambo fulani na hujaona majibu yake, haina maana ya kwamba Mungu amekataa, ila muda wa yeye kukujibu bado. Mungu huwa anajibu vitu kwa muda wake. Kwa hiyo unahitaji pia kuwa na saburi, yani uvumilivu kule ndani. Wapendwa wana wa Mungu aliye hai, ninayo mengi ya kuambia, lakini kwa leo tutaishia hapa.